Okay, hii unayoangalia ni ziada ya elimu. Leo nataka niwaelekeze kitu, faida ya maneno. Maneno ni uchawi. Maneno ni uchawi, lakini yana faida kubwa. Sasa twende haraka haraka ili video iweze kuwa fupi na uweze kuelewa vizuri. Kwa maana video inavyozidi kuwa ndefu, watu ndio wanachanganyikiwa kabisa. Basi twende maneno. Basi maandazi yake, utaandaa pepa nyeupe. Pepa nyeupe isiwe kubwa sana, kipande tu chenye utaandika maneno yatatosha. Utaandaa mshumaa mweupe. Alafu utaandaa na makapeni nyeusi. Alafu utasubiria usiku saa 6 au saa 7, lakini usiku kabisa. Kama ndani kwako kuna taa inawaka, utaizima, utawasha ule mshumaa. Penye unaandikia haya maneno, pasiwepo mwanga wa kitu chochote isipokuwa mshumaa. Kwa kama ni kwenye meza, utawasha mshumaa, utaweka kwenye meza. Alafu utachukua karatasi utaweka pale chini ya mshumaa ambapo mwanga unaangazia pale. Utachukua makapeni, utaandika haya maneno. Ukishamaliza haya maneno umeandika kabisa vizuri, basi karatasi utaiacha pale inawakiwa na mshumaa hadi mshumaa utakapoisha. Wewe kama utalala, utaendelea na kazi nyingine. Wewe mshumaa ambapo utakuwa umeshaisha, utalichukua hii karatasi utaikunja vizuri, ambapo utajua utaweza kaiweka vizuri isikusumbue au isifanye usumbufu wowote. Utaikunja vizuri. Sasa tunaenda kwa faida ya majina. Kwa mujibu wa kitabu nilichokisoma na kukielewa, atakayeandika haya maneno usiku akiwa amewasha mshumaa, basi faida zake ni hizi. Faida zake atakazopata ni hizi. Narudia. Faida ya haya maneno ni machache, lakini nikwambie ndugu zangu, maneno ni machache haya na unaweza kuchukulia ni mchezo, lakini atakayeandika faida zake ni hizi. 1, hatozuiliwa na kitu chochote chenye ncha kali. Najua watu wengi watasema ni mchezo, lakini wewe tu fanya kama kujaribisha na wengine wakuamini. Na vitu vyetu tunavyofanya tunafanya watu waamini, lakini wewe fanya. Hatozuiliwa na kitu chenye ncha kali. Hiyo ni 1. Na kingine, hataweza kuzama kwenye maji. Yaani wewe kama mmeenda kuoga, ikatokea zama ya kuzama, wewe utabaki unaelea tu. Na wengine watashangaa, unaweza kupita juu ya maji kama Yesu. Watu wanasema ni uongo, lakini andika comment hapo. Uliza chochote. Hii jina ni jina hatari. Na hapa mbele nitaelekeza kabisa kitabu kilivyozungumzia, na wewe usome vizuri uelewe. Na hii kitabu vimeandikwa huko nje. Ulikuwa na mimi Teacher Messi. Basi yoyote atakayozidi anaendelea nitawajulisha. Na mafunzo mengi. Tumia majina. Majina ni uchawi, lakini jaribisha hivyo. Na kuhakikisha hautodhurika na kitu chochote chenye ncha kali. Iwe ni panga, iwe nini, mtu yote atakayekuwa na hii karatasi imeandikwa haya maneno vizuri kabisa, basi hapo mbele nitaunganishia namna na wewe uvisome vizuri. Asante sana. Tafadhali subscribe ili kutufuatilia sambamba.
Unaona maelezo ndo haya. Hapo wanasema personal protector shield. Alafu hapo at night by candle light the following symbol of piece of paper. Yanakwambia hivi, usiku kwa kutumia mwanga, ukiwasha mwanga wa mshumaa, andika alama zifuatazo kwenye pepa ambazo ni hizi. Alafu chini yake maelezo ya mwisho unasema who carries this paper with him cannot be drowned in water of injured by any weapons, nor will dead on alpha death in head. Na huku chini maelezo yake akasema hivi, mtu yoyote atakaye kuwa na hiyo karatasi yenye imeandikwa hayo majina hataweza kuzulika na kitu chochote chenye ncha kali wala kuzama kwenye maji na hata kufa kifo kibaya au maumivu. Be harmed au maumivu, death, kifo. Nadhani umenielewa. Kitabu kipo, yote atakaye kitaka ili na yeye akisoma vizuri atafuata utaratibu, atanitafuta. Namba zangu ni 0740267472. Yes, maelezo ndo haya, na hapo anatuonyesha picha. Mtu anapita kwenye maji. Picha ndo hii hapa. Picha ndo hiyo. Asante.